Naam, hali gani ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Sauti ya Kitabu, nipende kukukaribisha tena. Tuendelee na mwendelezo wa tips mbalimbali kutoka katika kitabu cha The Psychology of Money. Mimi naitwa Frank, nikukumbushe kwa ambaye bado hujabonyeza alama ya subscribe, unaweza kubonyeza button ya subscribe na kisha alama ya kengele, na utakuwa ukipata taarifa kila wakati ambapo tutakuwa tukiupload video mbalimbali za tafsiri za vitabu ambavyo tutakuwa tukivitafsiri hapa katika channel yetu ya Sauti ya Kitabu. Bahati na hatari, ndugu wanaoweza kukudanganya. Morgan House anasema ukweli ambao si rahisi kupokea. Mafanikio yako si matokeo ya bidii yako tu, na kushindwa kwako si kosa lako peke yako. Kuna nguvu mbili kubwa zinazotawala maisha bila sisi kudhibiti: bahati pamoja na hatari. Zote zina nguvu sawa, lakini mara nyingi tunachagua kuona ile inayotupendelea tu. Mfano, ukifanikiwa unasema nilijituma sana. Ukishindwa unasema mazingira yalikuwa mabaya. Ukweli halisi, vyote viwili vinahusika kila wakati. Hii ndiyo sehemu watu wengi wanajidanganya sana. Tunapenda kuamini tunadhibiti kila kitu, lakini ukweli ni kwamba kuna mambo mengi hutokea nje ya uwezo wetu. Fikiria vijana wawili, Hamisi ambaye alianza biashara ya simu Kariakoo mwaka 2008. Alifanya kazi kwa bidii, akawa mwaminifu, akajifunza, akaweka akiba, akaongeza mtaji. Baada ya miaka kadhaa akafanikiwa, na leo hii ana maduka mengi sana. Watu wanasema huyu ni mjanja sana, anajua biashara. Na mfikirie Rashidi, alianza wakati huo huo, biashara ile ile, juhudi zile zile, lakini moto ukaunguza eneo lake la biashara. Mtaji wake wote ukaisha, akaanza upya kwa mkopo, akaanguka kabisa. Leo anafanya kazi ya ulinzi. Swali la kweli lenye uzito mkubwa: je, Hamisi ana akili zaidi kuliko Rashidi, au mazingira yalikuwa tofauti? Jibu la ukweli: Hamisi alikuwa na ujuzi pamoja na bahati, lakini Rashidi alikuwa na ujuzi pamoja na bahati mbaya. Hii haimaanishi Hamisi hakufanya kazi, alifanya, lakini pia haimaanishi Rashidi alikuwa mzembe. Rahasha. Morgan House anasisitiza, ukiondoa bahati kwenye mafanikio yako unajidanganya, na ukijidanganya unaweza kuanza kufundisha wengine siri za mafanikio ambazo kimsingi zilikuwa ni bahati yako. Hii ni hatari sana, kwa sababu unafikiri mfumo unaofanya kazi kila wakati, lakini kwa ukweli ulikuwa na mazingira yaliyokubeba. Morgan anaendelea kwa kutoa mbinu za kufanikiwa. Moja, kuwa na unyenyekevu unapofanikiwa. Ukifanikiwa usikimbilie kujisifu. Jiulize, ni sehemu gani hapa haikutegemea mimi lakini ilienda vizuri? Hii inakufanya uwe mnyenyekevu, uendelee kujifunza na usijione hauwezi kushindwa. Mtu anayejua bahati ilimsaidia ataendelea kufanya kazi kwa bidii ili akikutana na bahati tena awe tayari. Mbili, kuwa na huruma unapoona wengine wameshindwa. Usihukumu haraka, jiulize ni mambo gani hayakuwa ndani ya uwezo wake. Mfano halisi, watu wengi walipoteza biashara wakati wa COVID-19. Je, walikuwa wavivu? Hapana, walikuwa kwenye dhoruba. Tatu, linda mafanikio yako mapema. Bahati haidumu milele. Kile kilichokuja vizuri kinaweza kuondoka. Ndiyo maana hifadhi pesa, usitumie kila kitu, jiandae kwa siku mbaya. Hata kama ni kidogo kwa wiki, ina maana kubwa kwa baadaye. Morgan anamaliza kwa kusema, mtu mwenye hekima hufanya kazi kwa bidii, lakini pia anakubali kuwa si kila kitu kiko mikononi mwake.